Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Kufahamiana na familia itakayokupenda sana. Kwa baadhi yenu kuna jambo linalokutesa. Kukosa muda wa kufanya jambo lako kwa ufasaha. Agizo lako kufanyiwa kazi. Nyota ya Mshale. Mtu anaonesha mabadiliko yake ya hali. Utachelewa kuuona ujumbe wa mtu. Utafanya kitu upya. Kuona hali ya uvimbe sehemu ya mwili wako. Utamwepuka mtu baada ya kuona amekasirika. Utapata taarifa nyingine kuhusu familia. Sikio kuuma. Kuongea na mtu mambo mazuri. Nyota ya Punda. Kutumia dawa ya kuondoa nuksi. Kuzuia hali fulani unayohisi kwako. Mtu atakuambia ukweli kila unapokosea. Wengi mtakuwa kwenye hali ya ukiwa, unyonge au ukimya sana. Nyota ya Samaki. Kupata taarifa ya watu wengi kuachana au kutengana. Kuhisi mtu atakubadilikia. Kutumia nguvu kubwa kufanya kitu. Utaukataa ushauri wa mtu. Kufikiriwa na mtu akupendaye. Nyota ya Nge. Mtu anakukosea lakini hutochoka kumpenda. Kupata urahisi wa kuongea na mtu aliyekuwa mbali. Kuyafikiria maisha unayoishi. Kumwelekeza mtu jambo litakalokuwa na manufaa kwake. Utakuwa makini kwenye matumizi ya kitu. Nyota ya Kaa. Mtu atakuchanganya kwa mambo yake anayoyafanya. Kuhisi kubaguliwa au ubaguzi kutendeka. Kujiondosha kwa mtu baada ya kukataa uwepo wako. Habari njema inakujia katika wiki 2 zijazo. Itakuwa imekufikia. Nyota ya Mapacha. Kupata salamu nyingi za watu. Kupata taarifa yenye fumbo. Siku ya leo makini wako ni mdogo sana. Unahitaji uwepo wa mtu aweze kukufariji. Kuna jambo utahitajika ulifanye mwenyewe. Nyota ya Ndoo. Ratiba mpya au mpangilio mwingine wa kitu kuwepo. Mtu anahitaji sana msaada kutoka kwako. Kuna hali utaihisi ni ya usumbufu, ila upo kwenye uwajibikaji wako. Kero zinazojitokeza mara kwa mara zina sababu. Kuna neno unalotaka kulizungumza kwa mtu ila moyo wako haukupi ushirikiano. Inaashiria si vema kuliongea au wakati wake haujafika. Acha vitendo pia vijieleze. Nyota ya Mizani. Mtu anakusema vibaya. Utamfanyia mtu mpango wa kupata kitu kwa urahisi. Kuonesha hali ya kujali hata kama mtu haoneshi mapokezi mazuri kwako. Mafanikio yako yanakuja taratibu kwa mpangilio mzuri. Kuumwa mara kwa mara. Nyota ya Mbuzi. Mtu atakufanyia kitu kitakachokuumiza sana. Kupatiwa mkataba mgumu. Kuwaza sana. Kujihisi uoga ndani ya moyo wako. Kutopendezwa na kauli ya mtu. Kujitahidi kuimarisha uhusiano wako na mtu. Katika familia kuna mtu atakayepata maradhi. Nyota ya Mashuke. Kurudia kuifanya kazi ya mtu. Kuhisi ulegevu au kuchoka ukiwa sehemu fulani. Mtu atahitaji unyamaze usiseme jambo fulani. Upo kwenye ukaguzi. Utafuatiliwa kisirisiri. Baadhi yenu kulala ukiwa mwenye mawazo sana. Nyota ya Ng'ombe. Kuiangalia sana picha ya mtu. Utafanya kitu kwa lengo la kumsaidia mtu. Utafahamiana na mtu atakayekuwa mwenye mchango mkubwa kwako au usaidizi. Kuziona sana pesa za kigeni. Inakujulisha hatua nyingine nzuri utakayoifikia. Kumficha mtu jambo na hutotaka ajue. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.